Mshindi wa nishani ya shaba ya rushaji tufi maarufu kama discus katika mchezo wa Afrika Mashariki, shule za upili Zakaria Kamande ana ndoto ya kuwakilisha Kenya katika mashindano ya kimataifa. Kamande ndiye anatupambia makala ya Jungu Kuu la Spoti Alhamis ya leo. Zakaria Kamande anaishi hapa Makuyu katika kaunti ya Murang'a, takriban kilomita 2 kutoka shuleni Ndera. Nyota huyu mwenye umri wa miaka 15 ameishi peke yake tangu alipokuwa gredi ya 4 kutokana na hali ya uchochole na yoiandama familia yake. Huyu mwanafunzi huwa na changamoto mingi kwa sababu familia yake ni familia ambao iko kiwango cha chini sana cha maisha. Kiamsha kinywa huwezi pata. Kwa venye unapata hizo changamoto ni nyingi sana, bidi tu niamkie maji, nioge vizuri, nikuja shuleni. Kamande ambaye ni mwanafunzi wa gredi ya 8 alishindia Kenya nishani ya shaba katika urushaji tufe maarufu kama discus na shot put katika makala ya mwaka huu ya mashindano ya Afrika Mashariki baina ya shule za upili yaliyofanyika katika kaunti ya Kakamega. Katika Jamhuri ya Kenya akaibuka nambari ya kwanza na katika Jumuiya ya Afrika Mashariki akaibuka nambari ya 3. Huyu mwanafunzi sababu katika masomo ya CBE kuna pathways na vile tunaona ni mwanafunzi ambaye anaweza fuzu vizuri sana katika sports sciences. Kwa hivyo tunaomba kwamba huu mfumo ukiendelea wa CBE, huyu mwanafunzi anaweza kuwa mashuhuri katika Jamhuri ya Kenya na nje ya Kenya. Sasa ndoto yake kubwa ni kuipeperusha bendera ya Kenya katika mashindano ya kimataifa. Kutoka shule naweza taka nikuwe na najua kwa mchezo ya shot put na discus, hata za kukimbia. Naweza nikipata nafasi naweza ingia nicheze, sababu kwa ujue huwezi cheza kwa kitu moja kwa muda mrefu, lazima ucheze kwa vitu zingine ili uone kama unaweza fika wapi. Wito wangu kwa stakeholders pia wazazi ni kwamba kama mwanafunzi akona kipaji ashikiliwe kutoka nyumbani, na wale ambao wako kwenye ministry wasimwachilie. Akitoka junior school akienda senior school pia wamshikilie ili baadaye anaweza jiajiri yeye mwenyewe kama mwanariadha. Nikidunda nyugani niite mwanaspoti Yoshua Makori.